Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa tunazibeberusha kutoka Mbeya hapa Tanzania, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu bonyeze patoni ambayo imeandikwa hapo chini subscribe, na kando yake uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem za utendeti kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia tena zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe kwa undani. Sasa siasa za taifa la Tanzania zimechukua mkono mwingine tofauti. Vile wengi walikuwa wanatarajia zimegeuka sasa. Naibu Rais ama makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ameweza kugeuka na kumsomea mkubwa wake ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan na kutoa onyo kali kwake. Hizi ni vita ambavyo vimelipuka kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na naibu wake Emmanuel Nchimbi. Siku ya Jumamosi kulikuwa na sherehe ya mwisho ya kupumzisha aliyekuwa Askofu Mkuu Pengo. Mazishi yake yakaandaliwa, na katika ibada hiyo ya wafu Emmanuel Nchimbi alipokabidhiwa kipaza sauti aliweza kuyasema haya. Naomba tumsikize, nitarudi niendelee kwa kina. Tumsikize Emmanuel Nchimbi. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kijama mimi siyapendi sana, ujinga. Nchi yenu wote mnagombana nini? Mtakuwa mashahidi. Hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama nikisikia mwana CCM anaongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja. Kwa sababu ujinga. Kwa sababu vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Alipokabidhiwa kipaza sauti, Emmanuel Nchimbi alisema ya kwamba yeye hapendi kugombana na vyama vya kisiasa. Huo ni ujinga tu. Nchi ni moja, kumaanisha nchi ya Tanzania ni moja. Kwa nini wanasiasa wanagombana? Vyama vya kisiasa vimeweza kusajiliwa kisheria, na iwe ni chama ambacho ni tawala kipo mamlakani na vile ambavyo viko katika mrengo wa upinzani, wote wanatumikia utumishi. Utumishi ni mmoja tu, utumishi ni utumishi. Hapendi mambo ya kugombana. Alikuwa anatuma ujumbe kwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu serikali ya CCM imekuwa ikilenga ni kivipi watamzima na kufuta chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania ambacho ni cha Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa sasa hivi, kwa sababu kumekuwa na harakati kwamba kuna njama ya kukifuta chama hicho kutoka ama kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania. Sasa Emmanuel Nchimbi amesema huo ni ujinga, kwa sababu vyama vya kisiasa vyote vimeweza kusajiliwa chini ya sheria ambazo zinaongoza taifa letu la Tanzania. Na wale ambao walikuwa wanataka kukifuta chama cha Chadema wako na lengo la kumnyamazisha Tundu Lissu ili asije akaendelea na siasa zake, na ili iwe funzo ama kumtesa kisiasa, asije akasemekana yeye ni kitu gani, kwa sababu chama ambacho anaongoza hakitakuwa. Kwa hivyo Nchimbi ametuma habari kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba huu ni ujinga, kwa sababu mambo ya kupambana, kugombana na vyama vya kisiasa, hayo ni mambo ambayo hayana msingi wowote. Ikumbuku kwamba Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa mwezi wa 4 mwaka jana, na hadi sasa amekaa gerezani karibu sasa miezi 11.
Ni kwa sababu ya siasa, ni kwa sababu anaongoza chama cha mrengo wa upinzani ambacho Rais Samia Suluhu Hassan aliamua kukifungia, hakikuruhusiwa kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliopita wa 25 Oktoba mwaka jana. Ishara kwamba aliyekuwa anamezea mate kiti cha urais ni Samia Suluhu Hassan akaona huenda Tundu Lissu angemshinda. Akaona njia ya kumnyamazisha ni kumzuia kuwania kiti cha urais na kuzuia chama hicho kuwania kiti cha urais na kumfunga, kumpeleka gerezani kule Ukonga. Jambo ambalo aliweza kulitenda sawia kwa mpira wa ACT Wazalendo, kwa sababu naye aliweza kuzuiliwa kwa sababu ACT Wazalendo ni miongoni mwa vyama vikuu sasa ambacho kinafuata Chadema, naye akazuiliwa kuwania kiti cha urais. Lakini baadaye Suluhu akafanikisha shughuli zake za kuteuliwa ama kujichagua kama rais wa taifa letu la Tanzania. Kumaanisha kuna wale ambao wako serikalini wanaona maovu vile yanavyotendwa ama yanavyofanywa na serikali katili na serikali ya kimla na serikali ya mauaji ambayo ni ya Samia Suluhu Hassan. Lakini sasa imefika wakati hata mtu achifije kifipi, imefika wakati mtu anajitokeza tu na anazungumza ukweli halisi wa mambo. Na hata Biblia takatifu inasema ongeeni ukweli ili ukaweze kuwa free. Sasa Nchimbi amefika wakati sasa anasema ya kwamba lazima atazungumza ukweli. Ndio haya tuliweza kuyashuhudia wakati wa mazishi, wakati Emmanuel Nchimbi alipotambuliwa, wakati Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alivyotambuliwa kwa mazishi. Shangwe hazikuwa sana, lakini wale wastaafu waliokuwa wanatumikia taifa la Tanzania, haswa mawaziri waliokuwa mawaziri wakuu akina Warioba, walipotambuliwa, shangwe, vigelegele, makofi yaliweza kutana miongoni mwa waombolezaji. Wale ambao walikuwa wakati mmoja naibu rais, wakati waliweza kutambuliwa na askofu, vigelegele vikatanda. Ishara tosha kwamba waliweza kutumikia nchi kisheria na kiheshima na kuheshimu Watanzania wote. Lakini wale ambao kina Mwigulu Nchimbi sasa hivi wakati walipotambuliwa, sherehe zikuwa ama shangwe zikuwa, kwa sababu wanaamini chama tawala CCM kiliweza kujikalisha Ikulu pasipopigiwa kura. Ndio maana sasa hawapendwi, ndio maana shangwe hazikushuhudiwa. Sasa Nchimbi akaona hapa lazima nigeuke niwe upande wa wananchi, kwa sababu wao ndio wanapatiana mambo ya heshima kwa viongozi. Sasa ameruka upande huu mwingine kutetea wananchi, ili wakati mmoja naye aweze kushangiliwa na kupigiwa makofi. Na hata yeye alisema ya kwamba tufanye mazuri ili na sisi tutakapotoka serikalini tuwe tunapigiwa makofi. Kumaanisha na yeye aliweza kuumwa, kumaanisha na yeye aliweza kuona vile waombolezaji walikuwa wanashangilia hao wastaafu ikilinganishwa na wale ambao wako serikalini. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi kwa sasa, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho uweze kuponyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem ambazo ni za asili kubwa, uweze kuzipata mahali popote pale, ichapo tu hapa kwa Tanzania ITV. Kwaheri kwa sasa.